Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Okay, leo tumekuja kuanza maadhimisho ya miaka 40 ya COSTECH. Maadhimisho haya yanaanza leo mwezi wa Julai, yatakwenda mpaka mwezi wa 10. Ni miaka 40 tangu COSTECH ianzishwe. Lakini muhimu, maadhimisho haya tunataka kuyatumia kwa ajili ya tafakari kubwa, kujisahili sisi wenyewe kwamba miaka hii 40 imechangia kiasi gani katika maendeleo ya nchi yetu, na kwamba swala hili la sayansi na teknolojia ni swala la kutafuta majawabu, kutafuta suluhu, kuhakikisha kwamba kweli tunaenda kuondoa changamoto katika maisha ya watu. Kwa tutatumia kipindi hiki kutafakari vizuri, tumetumiaje COSTECH, COSTECH imetumikaje na imefanya nini kuhakikisha kwamba inatatua kweli changamoto za watu. Katika tafakari hii tunajaribu kuangalia swala la sayansi kwa mfano, na wizara yetu ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa hiyo swala la sayansi lazima na lenyewe liangaliwe kama lilivyo, alafu na teknolojia kama ilivyo. Tunaangalia maeneo ambayo nitatolea mfano, kilimo, ambapo changamoto kubwa ya kilimo ni tija ndogo. Kwa kizungu tunaita yield, sio productivity, yield, yani unapata kiasi gani katika eneo unalolima. Na kwa nini baadhi ya mazao yetu tunayolima, tukilima sisi gharama yake inakuwa kubwa kuliko mazao tunayoagiza kutoka nje. Hili ni swala la sayansi, swala la teknolojia, kwamba sisi tulimeje katika udongo wetu, kwa mbolea ipi, kwa namna gani ili tuweze kuvuna vizuri. Katika tafakuri yetu ya miaka 40 ya COSTECH tunajiuliza sisi tulifanya nini, tungeweza kufanya nini, na tunasema tuwe wa kweli kwenye nyoyo zetu, tuwe wa kweli katika majadiliano yetu, na tuwe wa kweli kwa nchi yetu. Ni jambo gani tungeweza kufanya vizuri zaidi nchi yetu ikasonga mbele? Kama tunaona wenzetu kwa kutumia sayansi na teknolojia wameendelea, sisi nini kinakwamisha? Kwa mfano, unaweza kusema fedha zilikuwa hazitoshi katika kuendesha COSTECH. Inawezekana hazitoshi kweli, lakini katika zile ambazo tumezipata, tumezitumia vizuri kiasi gani kuleta mabadiliko? Sio kuonyesha tu maonyesho, kuleta mabadiliko yanayomgusa mtu mmoja mmoja. Hoja nyingine ni kwamba COSTECH ni mtambuka, inagusa kila wizara. Ni vipi basi ingeweza kawa na umakini kama haijakaa mahali ambapo inaweza kasimamia wizara nyingine? Hoja hiyo inaweza kawa na mashiko, lakini ndani ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tuna vyuo vikuu, ndio taasisi za utafiti kubwa kuliko taasisi nyingine zote hapa nchini. Tuna vyuo vikuu vingi, tuna Sokoine, tuna University of Dar es Salaam, tuna MUST Mbeya, tuna Nelson Mandela, tuna SUZA na kadhalika. Vyote hizo zinafanya utafiti wa sayansi na teknolojia. Madhali COSTECH iko ndani ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, hatuwezi kusema kwamba kwa sababu ni swala mtambuka wameweza kufanya kazi, kwa sababu sisi kama wizara tungeweza kulifanyia kazi. Hata hivyo, hatudhani kwamba masuala ya utafiti, sayansi na teknolojia ni masuala ya kuhodhi kwa mtu mmoja tu. Na vile vile ukiondoa COSTECH katika maeneo kama hayo, ukaiweka ikaning'inia juu, inaweza ikakosa mahali pa kukanyaga. Sasa hivi inaweza kaingia katika university, sasa itaingiaje katika TARI, itaingiaje katika NIMR? Katika tafakuri hii tumeanza sasa makongamano ya kujaribu kuangalia namna ya kuendeleza sayansi katika maeneo mbalimbali. La kwanza litakuwa linaitwa Advancing Science in Medical Field. Lenyewe litakutanisha wataalamu kutoka Ifakara Institute, kutoka MUHAS, kutoka NIMR, wataalamu wa Wizara ya Afya na wataalamu wa COSTECH. Kazi yao ni kukaa na kusema sasa leo tukisikia kwamba kuna kitu fulani ni tiba, tufanye nini kuhakikisha kwamba ni tiba? Kuna kitu inaitwa pre-clinical trial, clinical trial na development of pharmaceutical products. Sasa hivi tunataka kuvutia viwanda vya madawa hapa nchini, jambo zuri sana. Lakini kama kuna vitu ambavyo watu wanadhani ni dawa hapa nchini, baadhi ya watu wanasema wametumia wakapona. Inawezekana kupona kwenyewe ni kweli, inawezekana ni dhana tu, inawezekana ni kujiaminisha tu, lakini sayansi kazi yake ni kutupa jawabu la swala hili. Hatuwezi kubaki kwa kubahatisha tu. Tukiweza kufanya utafiti, tukahakikisha kwamba vyuo vyetu vikuu vinafanya utafiti, NIMR inafanya utafiti, taasisi nyingine zote zinafanya utafiti, tukiona kitu hiki watu wanaamini kwamba ni dawa, ikajulikana kwamba kweli ni dawa, na tuhakikishe kwamba hakimiliki ya mtu ambaye ametuonyesha ipo pale pale, iendelezwe iweze katibu watu, baadaye tuzalishe sisi wenyewe na kuuza nje. Kadhalika kwenye kilimo, tutakwenda mara ya pili kwenye kongamano la Advancing Science in Agriculture Sector, kuhakikisha kwamba tunaangalia ni mbegu zipi, lakini tunafanya kazi na TARI, TAKRI na taasisi nyingine. Tukitoka pale tutaingia katika maliasili na kadhalika na kadhalika.
ili kuhakikisha kwamba kweli COSTECH inafanya vizuri. Lakini kubwa kuliko yote, sasa hivi tunapitia sera ya sayansi na teknolojia hapa nchini. Imekaa muda mrefu sana, tunafanya mapitio makubwa, hatimaye tutajua kwa maelekezo ya rais wetu kama iwe ni sera mpya au sera iliyoboreshwa. Mapitio hayo yatakupelekea sisi tuende kuomba kwenye baraza la mawaziri limshauri rais ama tuwe na sera mpya ama tuboreshe sera iliyopo. Wakati wa tafakuri tutajitahidi zaidi kuangalia nini tuweke katika sera yetu hii, ili kweli nchi yetu na yenyewe ione sayansi na teknolojia kama ni jambo la kutupeleka mbele. Naitwa Caroline Nombo, ni katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na leo tuko hapa COSTECH kwa sababu tunasherehekea miaka 40 ya uwepo wa COSTECH, na tutasherehekea tu siku moja. Tutakuwa na matukio mbalimbali ya kusherehekea uwepo wa COSTECH ndani ya nchi yetu, kusimamia masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu, lakini pia kuonyesha impact kubwa ambayo imetokea kwa uwepo wa COSTECH. Na tunafahamu nchi nyingi haziwezi kuendelea bila sayansi na teknolojia, na nchi yetu ilifanya maamuzi ya busara sana kuanzisha taasisi hii ambayo ndio inakwenda kuratibu masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Ninaposema uratibu, naomba muelewe vizuri, ni kwamba kuna wadau wengi mbalimbali, taasisi mbalimbali zinafanya masuala ya utafiti na sayansi na ubunifu. Kwa hiyo COSTECH ilianzishwa mahususi kuratibu masuala yote hayo muhimu, na ndio maana mmeona sasa ili kutekeleza ile jukumu lake la uratibu, anakwenda kuanzisha mfumo wa ukusanyaji wa takwimu za utafiti, sayansi, teknolojia na ubunifu. Na huo ni mfumo muhimu sana ambao kama taifa sasa utatupa taarifa, itatupa kujua ni nani amefanya nini, ili tuweze kuona manufaa ya tafiti na teknolojia mbalimbali, lakini pia at the end of the day tuweze kusema kama nchi tumeproduce nini kupitia uwepo wa COSTECH. Kwa hiyo hii ni jukwaa la kiuratibu ambalo litatupa takwimu mbalimbali, zitatusaidia pia kufanya maamuzi na kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo. Mnajua Dira 2050 imeelekeza sayansi, teknolojia na ubunifu kama pila mojawapo ya uendeshaji wa dira. Kwa hiyo na sisi lazima tujialign ili kuiweka imara COSTECH ambayo itaweza kutekeleza majukumu yake na hivyo kuonyesha matokeo makubwa katika utekelezaji wa Dira 2050. Kwa leo tunafurahi kwamba tumetimiza miaka 40, lakini tunajua ndio kwanza tumeanza. Kwa kuzingatia mahitaji makubwa ya Dira 2055, sisi kama sekta ya elimu tunaona ndio kwanza tumeanza, na tunapewa sasa majukumu makubwa zaidi kuhakikisha kwamba nchi inaenda kule inakotakiwa kwenda kwa kusimamia masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa kweli tunashukuru uwekezaji wa serikali kupitia COSTECH. Miaka 40 sio michache, na tunajua Tanzania vijana wengi wana ushuhuda mzuri wa kile ambacho kupitia uratibu wa COSTECH wameweza kufanya kuendeleza masuala ya ubunifu, sayansi na teknolojia. Kwa kweli leo ilikuwa ni kusherehekea kuanzisha maadhimisho ya miaka 40, lakini pia kuzindua huo mfumo wa takwimu ya masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Na nawashukuru wote kwa kushiriki. Majina naitwa Amos Muhunda Nungu, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi, Teknolojia na Ubunifu. Leo kama nilivyoona tuko hapa, tuna mheshimiwa waziri wetu wa teknolojia Mr. Adolf Mkenda na katibu mkuu wetu Profesa Caroline Nombo. Tunafanya uzinduzi wa mfumo wetu wa kuchukua takwimu za utafiti na teknolojia. Mtazindua tayari, lakini kubwa zaidi ni uzinduzi wa kwanza kama alivyosema Mheshimiwa mgeni rasmi, reflection ya miaka 40 ambayo serikali imekuwa ikiwekeza katika masuala ya sayansi na ubunifu hapa COSTECH. Kwa hiyo COSTECH ilianzishwa mwaka 86 na kwa miaka 40 tumekuwa tukitekeleza majukumu ya serikali ya kuratibu masuala ya sayansi na ubunifu. Sasa mwaka huu tukasema tufanye reflection ya miaka 40 hiyo. Kwa hiyo tumeanza leo rasmi kama zindua Mheshimiwa mgeni rasmi kwa muda wa miezi mitatu, kwa mwezi wa 7, wa 8, wa 9 tutakuwa na matukio mbalimbali kusudi kuengage jamii, kufanya hiyo tathmini, kuona kwamba tumetoka wapi, tuko wapi na tukwenda wapi, tukiangalia pia Dira 2050. Sasa Dira 2050 inaongelea
nguzo 3 zikiwa za uhusiano na masuala ya teknolojia na ubunifu. Kwa hiyo tunafanya reflection na kwenda mbele, pia tunaangalia namna gani sasa teknolojia na ubunifu itakuwa chachu kutekeleza dira 2050 na COSTECH ikiwa sehemu ya hiyo safari. Kwa mwezi wa 10 Oktoba tutakuwa sana ile tunasema summit, mkutano mkuu ambao tunafanya majumuisho haya. Moja, tutakuwa tunategemea kwa na kitabu, tukianza na viongozi wetu, marais wetu wote waliopita, falsafa zao kwenye masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu, lakini pia watafiti na wabunifu mbalimbali ambao wamechangia michango yao kuhakikisha kwamba miaka 40 iliyopita hii kuna kitu kimefanyika kwenye masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa hiyo hayo ndio kwa ufupi. Kwa hiyo tumeanza hiyo safari rasmi, lakini pia ule mfumo wetu wa NIST ambao tumeuzindua, ule mfumo ni jukwaa ambao zamani tulikuwa ni mifumo mingi iko separate mbalimbali, lakini leo tumeweka kwenye sehemu moja. Kwa hiyo kupitia NIST tunategemea kupata taarifa mbalimbali, na leo pia tumezindua kama mlivyoona kamati ya wadau wachache ambao tutasaidia kwamba kila mwaka tunatoa takwimu rasmi kutoka kwenye mfumo kuhusiana na masuala ya utafiti na ubunifu kwa maendeleo kwa Tanzania na mwaka wa 2024-2025 kupitia mfumo wetu huo. Kwa mmeona kwenye kamati tumeweka watu wa SRF, tumeweka watu wa kutoka Azam, watu kutoka TSA, hii Tanzania Startup Association, wadau mbalimbali ambao wote wanachangia kwenye hii teknolojia na ubunifu. Kusudi ripoti ile kitoka kwenye ripoti ya kitaifa, sio ripoti ya COSTECH. Kwa hiyo kwa ufupi tuwakaribishe nyinyi waandishi wa habari, tukaribisha Tanzania wote, kwa maana tutawafikia huko tunafanya hii reflection ya miaka 40 tupate mawazo, maoni ya kwa tunatokwenda wapi. Kwa hiyo tukija huko tukapokesha kwenye matukio yetu, tunaomba tuwe pamoja kusudi kwa pamoja tu reflect, kwa pamoja tupange na tuende pamoja mbele. Kwa hiyo niwashukuru na safari imeanza leo hivi. Ndio Mheshimiwa Waziri kwa tembea pamoja kwa miezi mitatu hii kumaliza kufika kwa Oktoba, tuwe na mambo mazuri ya kusema sasa, kuhabarisha kila wakati mpaka Oktoba kwamba tunafanya nini, tunakwenda wapi. Tunashukuru sana. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.